sana hayajui. Twende la 5. Mungu alipanga wokovu wa mwanadamu. Baada ya mwanadamu kuanguka, Mungu alipanga wokovu. Ukisikia mtu anakuambia hakuna dhambi, kuna imani moja iliinuka hapa anasema hakuna mambo ya dhambi, hiyo yote ni vitu vya kufikirika. Hiyo ni dini potofu. Wakristo kwa mujibu wa Biblia tunajua Adamu wa kwanza alitenda dhambi, na kwa kutenda dhambi akapungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini Mungu akapanga habari ya uokovu wa mwanadamu, kwamba mwanadamu huyo ambaye ameanguka dhambini ifike wakati aokoke, abadilike. Haleluya. Mmoja nisiende haraka na katika hili. Haya yote mawili la 4 na la 5 ngoja niyaseme pamoja. Watu wengi huwa tunawalaumu wanawake kwa sababu ndio walioongea na shetani, si ndio? Hawa akaongea na shetani, akachukua tunda akala, akampelekea na mume wake akala. Si ndivyo wanaume tunavyolalamika? Je, wanawake mmetuletea balaa, ninyi mna shida. Lakini turudi nyuma, ukisoma Biblia, aliyepewa agizo kwamba usile tunda la mti wa katikati ya bustani, siku utakapokula utakufa hakika, alikuwa ni mwanaume, mwanamke? Mwanamke alikuwa wapi? Alikuwa hajaumbwa. Kwa hiyo aliyekuwa anajua ni mwanaume. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa la Adamu. Na tusome popote kwamba kuna siku ambayo Adamu alikaa na Hawa akamwadithia, akamwisha, unaona huu mti usile. Ila baadaye alisikia kwa sababu alikuwa yuko ubavuni kwake. Kwa hiyo wakulaumiwa sio mwanamke, wakulaumiwa ni mwanaume. Jamani, mnanielewa vizuri? Kwani hamjawahi kusoma katika Warumi inasema kwa Adamu wa kwanza dhambi iliingia ulimwenguni, lakini kwa Adamu wa pili tunahesabiwa haki. Si ndivyo Biblia inavyosema? Adamu wa kwanza ni yupi? Ni yule katika bustani ya Edeni. Adamu wa pili ni nani? Yesu Kristo. Manake lazima tukubali yule Adamu wa kwanza alighafilika, akamsikiliza shetani, akatenda dhambi. Lakini Adamu wa pili amekuja kuiondoa dhambi, ndio maana tunasema tumeokoka. Haleluya. Kwa hiyo kupitia Yesu Kristo hatupo tena chini ya kongwa la dhambi. Namba 6. Kuna maagizo makuu ya kanisa. Kanisa la kweli kwenye misingi ya imani ya kweli lazima izingatie maagizo makuu mangapi? Makuu mawili. Ubatizo wa maji mengi. Turudie tena. Maana yake kama unasema mimi sasa Adamu wa pili kisha nibadilisha, ni wajibu wako kubatizwa kwa maji mengi. Maji machache sio ya kibiblia. Kuna ubatizo mwingine wa kupita chini ya bendera hivi, sio wa kibiblia. Kuna kanisa linaitwa Jeshi la Wokovu. Wao hawana mchungaji, hawana askofu. Viongozi wa dini wana vyeo vya kijeshi, kanali, brigedia, na wanatoleana saluti kanisani. Sio Bwana sifiwe. Ukimkuta mchungaji wako hapa Dar es Salaam, wao ubatizo wao ni chini ya bendera. Bendera inapepea yenye alama ya msalaba, anapita chini anasema nimeshabatizwa. Lakini Biblia inatuonyesha maji mengi. Jina la Bwana libarikiwe. Tuandikie Yohana 3:23 inasemaje? Yohana 3, achana na hiyo iliyoko hapo. Andika Yohana 3:23, imenijia kichwani. Inasemaje? Tusome wote. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni
karibu na salimu. Kwa nini? Maji tele, wakabatizwa maji tele. Yohana mwenyewe alikuwa anaenda Ainoni kutafuta maji tele. Maana yake ubatizo wa kibiblia ni wa maji tele. Jina la Bwana libarikiwe. Agizo la pili ambalo tena ni kuu, meza ya Bwana. Kanisa, Bwana apewe sifa. Ukiona kanisa hawashiriki meza ya Bwana, ni waasi. Moja ya kitu cha muhimu sana katika imani ya Ukristo baada ya ubatizo ni ushirika. Kwa hiyo kama unajua umeokoka kweli na baada ya kuokoka umebatizwa kwa maji mengi, kinachofuata lazima uwe tayari kushiriki meza ya nini? Ya Bwana. Kula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake. Hili ni agizo, moja ya maagizo makuu ambayo tunayo kwenye Biblia, yako kwenye misingi ya imani yetu na kufundisha imani yetu. Jamani, ninawafundisha imani yetu ili kesho kutwa usije ukahama kutoka kwenye imani. Hama dhehebu, usihame imani. Mnanielewa? Ili ni PCCT likija likaharibika, tukaanza kuruhusu pombe, tukaruhusu wake wawili watatu, lihame. Lakini tafuta imani yenye misingi hii. Dumu kwenye hiyo imani, shika. Hii ndio misingi ya wokovu. Kisema mimi nimeokoka, lazima uwe na misingi 16 ambayo kwayo unajisimika. Jambo la 7, tusome wote. Ujazo wa Roho Mtakatifu, nguvu ya huduma. Matendo 1:8 tunaielewa. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Kitu ambacho kinatufanya sisi tuitwe wa Pentekoste ni habari ya Roho Mtakatifu. Kama hakuna Roho Mtakatifu, hakuna na upentekoste. Utumishi wa Mungu, tunaenda vizuri pamoja. Leo hii makanisa yaliyo mengi, shetani anayapiga goli la mkono. Masomo habari za Roho Mtakatifu hayafundishwi tena. Yaani ili uonekane kwamba wewe una injili nzuri, nenda kawatabirie. Bwana anakupeleka Ulaya, unakwenda kuinuliwa, utajenga nyumba yako. Angalia, unanunua viwanja 7 Kariakoo, una hela. Mwingine anatabiri unapata mke, tena amemaliza chuo kikuu. Wewe mwenye darasa la 7 ilikuwa mgogoro. Hivi vitu vimelichanganya kanisa, na hawa wa imani potofu wamevuruga kiasi ambacho hata watu wa kanisani wanapoteza mwelekeo. Wanafikiri ndio vyenyewe vinavyotakiwa. Lakini kumbe masomo yanayohusiana na wokovu, masomo yanayohusiana na ubatizo wa maji mengi, masomo yanayohusiana na meza ya Bwana, masomo yanayohusiana na Roho Mtakatifu na karama zake na utendaji kazi wa Roho ndani ya kanisa, hivi ndio vitu tunavyovitaka kanisani. Tusione karama zinatenda kazi. Siku hizi sisi wachungaji tunatafuta yale masomo ambayo nikifundisha watu watafurahi watafurahi, alafu wanakuja kunitunza kwenye 2000, 5000. Yale masomo ambayo ni msingi ya kujisimika udumu kwenye imani tunayakwepa, kama somo la Roho Mtakatifu, maisha matakatifu ya kutembea na Roho Mtakatifu. Haya yawe ni masomo mama kwenye makanisa yetu.
Haleluya kanisa. Tunakwenda 8, ishara ya Roho Mtakatifu ya kunena kwa lugha nyingine. Ishara ya Roho Mtakatifu ya kunena kwa lugha nyingine. Wasabato huwa wanafundisha habari za Roho Mtakatifu na wanabatizwa kwa maji mengi kwa Sabato, lakini ni imani potofu. Kwa nini ni imani potofu? Wanapinga habari ya kunena kwa lugha. Wanakuambia kunena kwa lugha sio hivi tunavyonenaga tukijazwa. Eti kama vile nikisema Jesus is good, alafu na mwingine aseme Yesu ni mwema, eti ndio tumenena kwa lugha. Eti na mwingine apate kufasiri. Maana yake mkalimani ndio anamuita anafasiri lugha. Yaani ni uharibifu. Kunena kwa lugha ni kuongea lugha ambayo hakuna anayesikia. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho 14. Sasa anabadilisha kidogo, kuna vitu vingine vinanijia kichwani. Haya mengine mnaweza kuyasoma tu. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura 14 mstari wa 2. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura 14 mstari wa 2. Anasema nini? Tusome wote. Anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Kwa nini? Maana hakuna asikiae. Hivi nikiongea jamani, Jesus is the Lord of Lords, mtakosa wa kunisikia? Si mmenielewa? Lakini nikianza kunena kwa lugha ya mbinguni, huwezi kuelewa. Mungu mwenyewe ndiye anajua na nafsi yako. Hata wakati mwingine na wewe unaenenda hujui unanena nini. Hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Maana yake roho yake mwenyewe inakosa kuelewa, ni jambo la siri. Na kunena kwa lugha ni jambo jema sana. Naweza nikakaa hapa nikaanza kuomba nikanena kwa lugha, kumbe ninamuombea mtu yuko Pakistan, simjui, lakini Roho Mtakatifu anamjua. Akaokoka kule Pakistan au Uarabuni. Baadaye nikifika mbinguni na ndoa Frederick, huyu Mwarabu huyu aliokoka kwa maombi yako. Wapi? Wakati uliponena kwa lugha ulikuwa unamuombea yeye. Kunena kwa lugha ni kitu cha maana sana. Na ndio maana ningesema kanisa tusisitize sana habari ya Roho Mtakatifu na habari ya ujazo na kunena kwa lugha mpya. Kama hujanena kwa lugha, tafuta sana upate kunena. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Pale Matendo sura ya 2 mstari wa 4 anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Ni Matendo 2 mstari wa 4. Kwa hiyo Roho anaweza kukujalia ukatamka maneno ya lugha ya mbinguni. Na maneno haya unapozungumza yanaweza kuja kwa lugha mbili. Ukanena, sasa nisiingie ndani zaidi nikakwama hapa. Ukanena lugha ya mbinguni ya malaika, au ukanena lugha za wanadamu ambazo wewe uzijui. Katika maombi haya, na mtu anaponena lugha ya kibinadamu, maana yake kuna mwanadamu hapa anathibitishiwa. Kwa mfano, ainuke Pausta aanze kuomba kwa Kichina. Hebu tuambiane kweli, si wote hapa tutashangaa. Lakini akiwepo Mchina hapa anaangalia huyu Muha wa Kasulu amekijuaje Kichina. Kwanza hata kuwa na hofu, lakini akimaliza atakwenda aanze kumsalia chong chong chiki. Anashangaa Pausta haelewi neno hata hili. Anajua huyu ni Mungu ametenda. Ndio maana katika waraka wa kwanza kwa Wakorintho 13 anasema nijaposema kwa lugha za nini?
za malaika. Kumbe zipo lugha za namna mbili za wanadamu, zile ambazo hukuwahi kujifunza, usijui kabisa. Mungu anaweza kutumia ukanena, lakini zipo za malaika ambazo ndio lugha ya mbinguni. Pale unaponena mtu anaona tu kama unaongea ovyo, lakini unaongea, mbingu zinakuelewa. Mbingu zinakuelewa. Tutafuta sana msingi wa kunena kwa lugha tuwe nao. Jambo la 9, tunapaswa kuishi maisha ya utakatifu au maisha ya utakaso, kujitakasa kila mara. Jamani, si linaeleweka hili? Ukiona kanisa lolote halitaki mambo ya utakatifu, hiyo sio imani sahihi, ni imani potofu. Imani sahihi inajikita kwenye utakatifu. Wengine wanategemea utakatifu aje afike mbinguni. Lazima hapa duniani hakuna mtakatifu, Mungu ndiye anajua. Lazima tujue kwamba ni mtakatifu, na wewe mwenyewe unajijua, kila mmoja kwenye nafsi yake, kwamba mimi ni mtakatifu. Hata nikifa leo, nina uhakika wa kuingia. Haleluya. Na hili ni jambo la muhimu sana la mtu kujikagua kila leo. Maisha haya, wapendwa wangu, ni mafupi mno, mafupi sana. Lazima ujicheki kama vile unavyocheki gari mara kwa mara, kuhakikisha kwamba umelifanyia service. Na maisha ya kiroho tunafanyia service mara kwa mara. Wakati mwingine tunaweza tukamkosea Mungu hata kwa mawazo tu, hata kwa mawazo. Ndio maana tunakwenda mbele za Mungu, sijaiba, sijazini, sijavaa hirizi, sijafanya, sijatukana, sijafanya, lakini unamwambia Mungu nisamehe, popote nioshe. Haya ndio maisha ya utakatifu. Amina, wateule. Jambo la 10, tunaamini nini? Kanisa lake. Mnaona ile G iliyolala, weka ka bracket. Sijui bracket tutahitaji. Basi kama huijui, kama pale unaona tumeandika ecclesia, unaona pale neno ecclesia, hicho ni Kigiriki. Ile GK maana yake Kigiriki. Alafu kuna kamstari kamelala kwa mbele, umeona? Ndio nyuma yake pale andika kwenye G, nyuma ya G kageukie upande mwingine. Ecclesia, kanisa, na kusudi lake la kufanya nini? La kuhubiri Injili. Huu ni msingi. Kanisa kama mwili wa Kristo inapaswa kuhubiri Injili. Sikiliza niwaambie watumishi wa Mungu, kuhubiri Injili na kuwaleta watu kwa Kristo sio kazi ya wainjilisti peke yao, sio kazi ya wachungaji peke yao. Ni kazi ya watu gani? Wote gani? Waliookoka wote. Wote waliookoka. Kuna makanisa, niwaambie, nisikilizeni. Nini? GK maana yake Kigiriki, ni kifupi cha neno Kigiriki. Hapa duniani kuna makanisa, haya makanisa makubwa. Sijajua kuhusu hapa Tanzania, lakini nchi za nje, ukiwa ni Mkristo na unamaliza mwaka huleti mtu kanisani, unafukuzwa. Kwa maana kwamba unaonekana hautimizi agizo la Yesu aliyesema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Si ni Yesu mwenyewe? Jamani, si ni sawa? Lile andiko katika lugha ya Kiingereza nasema ni Great Commission, yani agizo kuu. Yani moja ya agizo la kanisa ni kuhubiri Injili, kuwaleta watu kwa Kristo. Kwa hiyo kanisa kama kanisa lina kusudi. Kusudi lipi? Kuwaleta watu kwa Kristo, kuhubiri Injili. Namba 11 inasema nini?
huduma tano ndani ya kanisa. Kanisa litambue huduma tano. Kwanza tunatambua nini? Manabii. Kwanza mitume. Hebu sema mitume, manabii, walimu ni mwisho kabisa. Tunaanza mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Ndio huduma ngapi? Hizi huduma lazima ziwemo ndani ya kanisa. Manake tuna wajibu sisi kama wachungaji kuangalia huyu mtumishi ana huduma gani, tuilee hii huduma ili kuhakikisha hii huduma inakuwa na inafanya kazi iliyokusudiwa. Na kuilea huduma, huyu mwenye huduma mwenyewe lazima akubali alelewe, huduma yake ilelewe. Huduma huwa ikilelewa ndipo inafika mbali, inafanya kazi miaka mingi ijayo. Si mnanielewa vizuri? Unaweza kuzaliwa na huduma nzuri lakini sipolelewa itakufa njiani. Unaweza kuwa na huduma, uwe ni mwalimu mzuri, lakini lazima uwe na mentor, mlezi anailea ile huduma. Huduma ya kwanza tumesema ni nini? Mitume. Nachanganya nyinyi. Mitume, alafu mitume ni watu wanaokwenda kuonyesha kazi ya Mungu mahali papya, ndio wanaitwa mitume. Leo hivi tuna mitume wajanja, anasimamia kanisa na kula keki, chapati na nini, miaka 10 yuko hapo. Huyo sio mtume. Mtume ni mtu wa kufyeka mapori, anaenda kuanzisha kazi mpya. Sema amen. Kuna mtume, alafu kuna nani? Nabii. Nabii ni mtu wa namna gani? Mwenye macho ya rohoni, anaona mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yajayo. Huyo ni nabii. Tutakuja kujifunza kwa kina. Watatu ni nani? Mwinjilisti. Mwinjilisti ni yule ambaye ana mzigo sasa wa kuhakikisha na waleta watu kwa Kristo. Leo tunaweza tukauliza wainjilisti wangapi wanyosha mikono? Unaona kila mtu ananyosha mikono. Mtu mwaka mzima hajaleta hata kiwete, lakini anaitwa mwinjilisti na anadai na kitambulisho. Miaka leo ni kama vichuko fulani hivi. Mwinjilisti ni mtu ambaye hatulii, anawaka moto wa Bwana. Kama Yeremia anavyosema katika sura ya 20 mstari wa 9, nikikaa kimya nisilitaje jina la Bwana, ndipo ndani yangu ninasikia kama moto, nashindwa kujizuia. Ndivyo moto wa uinjilisti ulivyo. Unajitahidi kuwaleta watu, na wakiletwa sasa, kazi ya mwinjilisti sio kulea. Kazi ya mwinjilisti ni kuswaga watu kutoka nje waingie wapi? Ndani. Wakishaingia ndani wamkute nani? Mchungaji. Sasa mchungaji aanze kuchunga. Mwinjilisti anaweza kujeruhi. Usipokoka leo utakuta moto chini ya kitanda unawaka. Usingizi wa leo utaota ndoto za kukutisha. Anakuswaga. Ukija kanisani sasa unakutana na kina Efe, wanakuambia bwana tulia, hakuna moto chini ya kitanda wala nini. Wainjilisti wanafanyaga vituko, alimradi tu mtu aje kanisa. Na ni vizuri. Watu wakija kanisani sasa wanakuta mchungaji yuko pale, anaanza kuwaganga, anafundisha sasa. Ndio maana mwalimu inatajwa mwisho. Mchungaji na mwalimu, hawa ndio wana kazi ya kufundisha sasa watu ambao wamesukumwa na nani? Na mwinjilisti kuingia ndani. Kama unanielewa vizuri sema amen. Kwa hiyo kanisa tuwe na hizi huduma tano. Tusipokuwa na huduma tano, kanisa halifiki mbele,
halikui, halisogei. Lazima kanisa tuzitambue huduma zote 5 kwa jina la Yesu. Namba 12, tunaamini kuhusu nini? Uponyaji wa mwili katika jina la Yesu Kristo. Kwamba tukiweka mikono yetu juu ya wagonjwa wanapata nini? Wanapata afya. Ni wangapi mlishawahi kuombewa na mkapona? Mimi nilishawahi kuombewa nikiwa hoi, tena kanisa hili mliniombeaga sana na nikapona. Nilikuwa nimeshakata tamaa, siwezi kusimama. Wenzetu wengi hawajawahi kuugua wakaombewa wakapona. Wao ni Rabinisia na Kitengule, hongereni. Sisi wenzenu tunaamini kuna magonjwa ambayo Kitengule hawawezi, Rabinisia hawawezi, lakini Yesu anaweza. Si ni kweli? Ndio. Nishawahi kuugua magonjwa mazito sana ya kukatisha tamaa, lakini jina la Yesu linapotajwa masikio unafunguka. Kwa hiyo hili nayo ni imani, tuijenge kama moja ya misingi ya imani yetu. Lakini tunapoamini kupona katika jina la Yesu, hatukatazi uponyaji kwa kutumia dawa. Watumishi wa Mungu, mnanielewa vizuri? Dawa hatukatazi, hatuzuii watu kwenda hospitali. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kuitumia hospitali iwe ndio kigezo cha uponyaji wako. Jamani, kwa nini ukienda hospitali ukapona ni daktari ndiye amefanya upone? Si ni Mungu? Maana Mungu anaweza kumtumia daktari akupe dawa sahihi na upone. Una kivimbe, tunaweza tukaweka mkono kikapotea, au tukaweka mkono na kisipotee mpaka uende wapi? Hospitali, ufanyiwe operation. Ukitoka mzima tunasema Mungu ametenda. Tunatoa na sadaka ya shukrani. Kwa hiyo tuamini katika uponyaji. Jambo la 10 na ngapi hilo? 12. Twende la 13. Tunalo tumaini lenye baraka. Ambayo ni nini sasa? Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Tunaamini kwamba iko siku kanisa litanyakuliwa, litatoka ili watakatifu wakamlaki Yesu mawinguni. Kuna kipindi nilienda hapa Mbezi. Pale ni Mbezi Maunda, tulipoenda EAGT kufundisha habari za eschatology. Ni Mbezi. Ukifika Masana, kuna Masana Goba, ni Goba. Nilikuwa na semina Goba. Tukajifunza habari ya kunyakuliwa kwa kanisa, habari ya dhiki kuu, vita ya Armagedoni na nini. Maunda akasema, haya masomo Bwana njoo yafundishe kanisani kwetu. Na nishawahi kuyafundisha, lakini ni zamani huko. Iko siku tutapitia tena. Tuna vitu vya kufundisha, tutapitia tena. Kitu ambacho natamani ujue ni kwamba iko siku tutaondoka, kufumba na kufumbua. Tutasikia parapanda ya mwana wa Adamu, na wale waliolala katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza. Sisi tuliosalia, tulio hai, kama tutakutwa hai. Maana Paulo aliandika, sisi tuliosalia, tulio hai, alifikiri Yesu angerudi kipindi chake, lakini ameshakufa miaka mingi na Yesu hajarudi. Lakini kuna watu ambao wameokoka, Yesu atawakuta wako hai. Hao watanyakuliwa pamoja na waliokuwa wamelala katika Kristo, na tutamlaki Yesu mawinguni. Huko sasa ndiko tutafutwa machozi. Tutafutwa machozi na kuambiwa, karibuni wanangu, ondokeni katika taabu na dhiki za dunia. Leo hii tunanyanyaswa, tunasumbuka, tuna shida, changamoto kibao, tunadharauliwa, lakini iko siku tutafutwa machozi. Jambo la 14 anasema nini? Kwamba Yesu Kristo atatawala duniani kwa miaka mingapi? 1000 hapa duniani. Namba 15, tunaamini kuhusu hukumu ya mwisho ya waovu wote. Na 16
16 tunaamini kuhusu mbingu mpya, nchi mpya. Kama unaweza kuandika na Yerusalemu mpya, ongeza pale, nchi mpya na Yerusalemu mpya, mbingu mpya, nchi mpya na Yerusalemu mpya. Haleluya. Wapendwa wangu, tumepitia misingi 16 ambayo ndio kipimo, ndio kigezo cha kuonyesha kwamba hii ni imani potofu. Jamani, niko kwenye utangulizi, sijalianza somo. Huu ni utangulizi. Vipindi vinavyofuata ndipo nitaingia kwenye somo sasa vizuri. Tuanze kuzichambua imani potofu. Na usishangae siku nyingine nikaja na vitabu ambavyo watu wanaamini ni vitabu vya Mungu. Tuipime na Biblia, tuone, je, kweli kitabu cha Mungu au ni ushetani? Lakini watu wanaviamini. Imani yoyote ambayo unakwenda, jitahidi sana uwe na vigezo 10 na ngapi? 16 vya kupima hiyo imani. Haleluya, haleluya, haleluya. Nje na misingi hiyo 16, hata kama ni msingi huu mmoja tu uko tofauti, usiingie hilo kanisa, usisali hilo kanisa. Hata kama unakuta ni msingi mmoja tu umepinda, achana nao. Kuna tumikato pale chini. Baadhi ya imani potofu zinakana uungu wa Bwana Yesu, achana nayo, twende kule chini. Kwa nini tunajifunza juu ya imani potofu? Mnapaona kwa nini? Ndio nitaka nizungumzie kidogo hapa. Kwa nini tunajifunza kuhusu imani potofu? Nimeweka sababu ngapi? Naona sababu ngapi nimeandika? 6, ukigeuza na uko nyuma. Tusaidiane kusoma. Namba 1, tusiangukie katika huo upotofu. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura ya 4 anasema zitatokea, anasema nini? Ukikosea tu kuanza na mengine yanachelewa. Tuwekea andiko pale. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 4, tutasoma wote pamoja. Anasema, basi Roho asema waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho. Tunaweza tukasoma wote. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine wataikana imani. Imani inayozungumzwa hapo ni imani ipi? Imani hiyo yenye misingi 16. Wataikana imani. Wakifanya nini? Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Hivi mafundisho ya mashetani na yenyewe yanaweza kutumia Biblia. Ndio, anasimama na Biblia. Mkuta ni mchungaji yuko nadhifu, kapiga na kola, anakupiga na Bwana asifiwe ili akuliwaze na haleluya nyingi nyingi. Anakuambia fungua waraka fulani, lakini kumbe anatumiwa na shetani. Ni mapepo na shetani, naye anatumiaga Biblia. Na nielewa watumishi wa Mungu, naomba chonde kama ni mwana PCCT usije ukalagaiwa na mtu eti kwa sababu katumia Biblia. Na shetani anajua vifungu vya Biblia. Hata alipomjaribu Yesu alikariri, alinukuu vifungu vya Biblia, lakini kumbe ni mafundisho ya kishetani. Usianguke kwenye huo upotofu. Hakuna anayesema amina. Nasema jihadhari, usianguke kwenye upotofu wa imani potofu. Jitahidi sana. Iko siku hautaishi Dar es Salaam na Frederick Simon. Iko siku Mungu atakupeleka Mbeya. Iko siku utahamia Mtwara, utahamia Arusha.
iko siku utaenda nje ya nchi. Hii iwe ni misingi ya kupima kanisa lolote utakaloingia. Hata wakikupa hela, hata wakikupa gari, wakupe na nyumba, wakiwa nje ya misingi hii 16, kimbia, achana na habari zao. Sababu ya pili ya kufundisha hili somo ni nini? Ili tujue mafundisho potofu na tujue jinsi ya kuwasaidia waliotekwa nayo. Hivi hakuna Wapentekoste ambao wengine wamesilimishwa wakawa Waislamu? Si wapo? Hakuna Wapentekoste ambao wameingia kwenye usabato? Ukashangaa. Mimi siku moja, na wengine imani zao tena potofu nafuata hiyo sabato yenyewe. Mchungaji, unapafahamu sehemu inaitwa Ngungwe kule Kigoma? Ngungwe wa sabato walichukua kanisa lote, wakabaki washirika hawa, mchungaji na mshirika mmoja. Ngungwe, sehemu inaitwa Ngungwe. Mimi nikapata taarifa, wakati huo mimi ni muinjilisti wa kitaifa wa UMPT. Nikawakusanya vijana wengi, tulikuwa na katimu ka vijana. Vijana walikuwa wananipa kampani, sio mchezo. Hawa kina Samsoni, kina Remba, wale kina nani. Nilikusanya vijana sio chini ya 10. Nikasema tunaondoka kanisa, wakatusupport, tukasafiri, tukaenda, tukaweka kambi Ngungwe. Tena nakumbuka na mchungaji kule alikuwa amechukuliwa, walikuwa wamebaki ni washirika. Nikatangaza, maana tulikuta kanisa limefungwa, ikabidi tuweke mkutano nyuma ya kanisa, na nilikuwa na speaker zangu. Nikasema mwenye maswali aje. Wamechukuliwa na watu gani? Wasabato. Kule kwenu Karinzi kule. Nimemsahau huyo ndugu, ni mwalimu pale Karinzi. Yule aliyemwoa Penita, unamfahamu jina? Shule ya msingi. Kina Masunzu. Masunzu ndio nataka kusema. Sasa nataka kusema Busunzu, na kumbuka Busunzu iko Kibondo. Yule wa mandevu sasa mengi mdogo yule. Alinifuata kanikuta nina malaria, kanisa lao moja huko ndani. Ezekia, kanisa limechukuliwa lote na kwaya 4. Wote wamechukuliwa na Wasabato. Wamebaki sijui 4. Ndio maana mimi nilikuja nikafika mahali nikaandika kitabu cha Ifahamu Sheria na Neema. Ilikuwa ni Rubanga ambako nilifanyia mkutano kwenye mpira muhadhara, tukawaita waje waulize maswali. Wakishika maiki wanasema wametuwekea madawa, tukishika maiki tunasahau maswali yetu. Nikasema ulizeni. Mungu akasaidia. Ilikuwa ni mkutano wa siku 3. Kufika Jumapili wote walirudi kanisani, wakaondoka 2. Wa Pentekoste waliokuwa wamechukuliwa wote walirudi, 2 wakaenda wakachukuliwa na Wasabato. Na huko nilikuanza kusema na kwenyewe waliondoka wachache kama 2 hivyo. Kwa nini? Nilijua misingi ya imani ni hivi. Hatusimamaji hivi, hatuenendi hivi, lazima tusimame namna. Natamani nione vijana machachari ambao wakiona imani potofu wanashindana nayo kwa ujasiri. Na mimi nilikuwa ni mtu nimejaa maandiko. Ukiniuliza swali lolote kichwa kina click tu, jibu liko mahali fulani, fungua. Akifungua na regea. Sehemu inaitwa Musie. Waliomba vibali kabisa wilayani Kasulu. Tukawa na mkutano wa nje Musie, kati ya Wasabato na Wapentekoste. Mimi nawakilisha
tunafundisha makanisa yote ya Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni, tukaibuka na ushindi. Kutwa nzima wameshabadilishana wenye viti, wameshabadilishana waongeaji, mimi napambana mwenyewe. Nikasema haiwezekani tushindwe. Sisi ni wa Pentekoste, tuna Roho Mtakatifu, tunamjua Mungu, tumemaanisha kwenda mbinguni. Hawa watu wasio na mwelekeo hawawezi kutushinda. Na ndio maana Paulo anasema mwishindanie imani. Haleluya. Kwani mkumbuki Paulo anafika mahali anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Alafu anasema nini? Imani nimeilinda. Alafu mwendo nimeumaliza. Maliza mwendo ukiwa unailinda imani. Haya mambo 16 ndio msingi wa imani yako. Linda. Pambana, mtu asikutoe pale. Asikutoe kwenye utakatifu. Asikutoe kwenye Roho Mtakatifu. Asikutoe kwenye ibada. Asikutoe kwenye misingi 11 ambayo 16 ambayo tumejifunza. Sema amina. Muda wangu umeisha. Twende la 3 haraka haraka. Ili kuwaonya watu wasijiunge nao. Ndio haya ninayoyafanya sasa, na waonya msijiunge nao. Na tutakuja kuchambua imani hizi potofu huko mbele, tutaona. Jambo la 4, ili kuwasahihisha kupitia neno la Mungu lenye upako, kama nililolitoa huko Muzie na kwingineko. La 5, kutokana na ongezeko kubwa la dini ulimwenguni. Ongezeko la dini ulimwenguni limepofusha watu wengi, wanashindwa kuelewa uhalisia uko wapi. La 6, sababu ya 6 ya kujifunza hili somo ni ya kweli na unabii wake. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kuna vitu fulani ndani ya Biblia unaweza kuvisoma ukasema Biblia imejichanganya. Na watu wanapiga, angalia hapa, Yesu aliposulubiwa alikuwa amevaa nguo ya rangi ya zambarau. Angalia hapa, Yesu aliposulubiwa alikuwa amevaa nguo nyekundu. Angalia, Biblia yenu inajichanganya. Haijichanganyi. Biblia imenyooka na ni ya kweli. Biblia inasema kila andiko la Mungu limehakikishwa na kuthibitishwa kwamba linafaa. Kwa lazima tusimame kwenye neno. Ni mtu tu binafsi anakuwa hajui tafsiri. Kama hujui tafsiri, usifikiri ni wote, ni wewe ndio hujui. Kuna wanaojua. Kaa chini au jifunze kwa nini hapa pako hivi na hapa pako hivi. Utapata fafanuzi. Pia tunajifunza juu ya imani potofu ili kulinda mafundisho ya namna gani? Ya imani ya kweli. Kuna maandiko yaliyolala pale chini, niliyawekea wino mzito. Inasema nini? Muwe tayari. Hebu mwelekee uliyekaa naye, msemee haya maneno tunapomaliza. Huyo uliyekaa naye mtazame usoni, alafu mwambie uwe tayari kumjibu kila mtu akuulizaye. Katika mstari wa 7 anasema, na vipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimeshazungumza tayari. Uwe tayari kumjibu kila mtu akuulizaye. Na hili ndio tunamalizia kwa kuwatakieni kila laheri tunapoanza safari yetu ya somo la imani potofu. Hapa nimeanza na starter, chakula kinakuja. Tumeanza na starter. Starter haishibishi eti, maana kuna nyama nyingi zinafuata baadaye. Mungu akubariki. Starter kazi yake ni kusababisha uwe na hamu ya kula chakula kinachofuata. Jumatano usikose.
tunataka tuanze kuzama sasa kwenye masomo ya imani potofu, tuanze kuchambua habari za imani potofu, na kuna vitu utashangaa. Nimesema hiki kitini, kama mtu anataka kukinunua, unachangia hela. Jamani, vitu vingine sio bure bure. Kuna vitu vingine tukitoaga bure, mtu anaenda kuchana, ananyanyulia sufuria la maharage. Lakini kama umetoa hela, zitakuuma. Mungu awabariki. Nikaribishe maswali mawili nikakae. Hapa nilikuwa nafikiria niseme 5,000. Lakini watu wamecheka, sasa acha niseme 3,000. Maana 5,000 sio nyingi mjue. Vitabu 10 na hapana, havijawa tayari. Lakini nitamani kama mtu atatoa, naweza nikamzalishia kama ni 1 2 wakavipata. Barikiwe. Au tufanye tu wiki ijayo uje ukipate, niwe nimekiandaa vizuri. Si ni sawa? Sababu kina kurasa nje na tofauti na cover ni kurasa 17, jumla kurasa 18. Hii ingetakiwa ifanywe 5,000 ili ni bind kabisa. Maana yake nisiwape, naona hivi jinsi ilivyo, inatakiwa ikae vizuri, sababu naheshimu masomo yangu. Ni ifungwe na manila. Mmenielewa vizuri? Ikikaa hivi ni rahisi kuchafuka, ni rahisi kuchanika, lakini kifungwa vizuri na pini na manila itakaa vizuri. Kwa hiyo mimi nafikiri tuweke 5,000 tu, hata kama mlicheka na kaza uso, sina namna. Wote ni wanangu. Tufanye kitu kilicho bora jamani. Frederick Simon ni mtu wa viwango na washirika wake wote ni watu wa viwango. Karibu swali, nikaribishe swali la kwanza. Karibu.